Yes bana, mambo vipi mtu wangu ambaye, ladies and gentlemen, ambao tumekuwa tukiendelea kupata taarifa zaidi kutoka hapa nyumbani Tanzania. Moja ya issue ambayo imekuwa ikisumbua sana na kwenda viral ni kuhusiana na hizi issue ambazo zimeendelea kutrend kupitia mitandao ya kijamii. So bondia Hassan Mwakinyo kwa mara ya kwanza ametoa ya moyoni kuhusiana na mastaa wa Bongo Flava, lakini pia mastaa wa Bongo ambao wanakuwa wanapata matatizo bana kama ya msiba na vitu kama hivyo, lakini wanakuwa wanapata ile nguvu ya kuweza kujirekodi na kuweza kutuma kwenye mitandao ya kijamii. So Mwakinyo anashangazwa na tabia hiyo ya baadhi ya mastaa na baadhi ya watu maarufu kuweza kutumia hiyo gap na kuweza kutumia hiyo opportunity ya kuweza kujirekodi na kuposti. Wanapata wapi nguvu? So Mwakinyo kupitia IG yake inazungumzia Insta story, yeye ameandika kupitia ameandika na kufunguka maneno ambayo ilikuwa inasomeka hivi. Ameandika, wote tunafahamu kuwa msiba sio kitu cha kufurahisha, ndiyo maana inakuwa ni siku ya majonzi. Mfiwa, unapataje nguvu ya kuposti au kuandika IG? How unaweza kufanya msiba wake kuwa content ya msiba wa taifa? Guys, mbona mnakuwa shamba sana? So ni IG bana ya Insta story ya kwake Hassan Mwakinyo inazungumza hivyo. Yanashangazwa na hili jambo la mastaa kuweza kuandika bana kujiposti wakati ambao wanakuwa kwenye matatizo na vitu kama hivyo. So bwana, maoni yako pia ni sehemu muhimu ya kuweza kukipata na kuweza kuconclude hichi ambacho tunakizungumza hapa kinaenda vipi. Unaweza kutoa maoni yako, je, kiko sawa? Tupitie maoni ya watu wachache ambao wameweza kumsupport Mwakinyo kuhusiana na hili jambo ambalo yeye amelizungumza kwa upande wake kwamba hichi kitu kiko sawa au vipi. Huyu anasema wengine hata nguvu ya kupiga picha hatakuwa nazo, ila wenzetu nguvu sijui wanatoa wapi. Huyu anasema washamba ndio wataendelea kuwa washamba siku zote. Anasema mimi najua kila kitu, naweza nikatumia lugha mbaya, ila naumia sana leo wanaojifanya kumposti. Je, alivyokuwa anaumwa mlikuwa wapi? Yani ilifika hatua familia ilikuwa inaomba msaada Star TV, wao walikuwa wapi jamani? Tena sana, mara ya mwisho dada alikaa Mwanza hospitali siku 3 ila ya kusafishia kidonda. Hakuna Lei Kigosi, akina Lei Kigosi sio Alikiba naye sio, yani wanamuziki wa filamu. Mara ya mwisho tumeandika hadi barua ya kuomba msaada kwa Ommy Dimpoz tukutanishe na GS, mwisho simu wapokee, yani naumia sana. Yeye anasema mimi nashangaa mtu anayefiwa na ndugu ama mtu harafu anaposti analia. Nyie ujasiri mnatoa wapi nyie? Mimi nilishindwa, hata simu niliona chungu. So ni baadhi ya comment za wadau kuhusiana na issue ya kwa Mwakinyo. Bwana, endelea kuwa karibu na Chris Media 24, endelea kuwa karibu na info mbalimbali za burudani ambazo tumekuwa tukiwa nazo kila time kila saa. Mimi nikukumbushe tu, mimi naitwa Chris Junior Official kutoka Chris Media 24, na hii hapa ni time ya kuweza kuenjoy na Vibe Nation kutoka nyumbani Tanzania. Bwana, expressive presenter of the all time. Keep enjoying.